Karibuni wapenzi watazamaji wetu, tuweze kuangalia matokeo ya michezo mbalimbali iliyopigwa huko barani Ulaya katika ligi mbalimbali kubwa ambazo zimekuwa zikipendwa na kufuatiliwa na watu wengi. Kwanza kabisa na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu na pia uweze kutufollow upande wa Facebook pamoja na TikTok ili tuendelee kupata update zaidi za kimichezo. Tuanze na ligi ya Uingereza ambapo ilipigwa michezo kadhaa katika ligi ya Uingereza. Na mchezo wa kwanza mmoja michezo iliyopigwa ambapo klabu ya Burnley walicheza na Chelsea na Chelsea kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Klabu ya Chelsea ilifanikiwa kuweza kushinda huo mchezo kwa kufunga mabao 2-0 na kuitandika klabu ya Burnley. Kwingineko klabu ya Liverpool iliweza kucharazwa na klabu ya Nottingham Forest mabao 3-0. Liverpool wanaendelea kupoteza na bado haijagundulika shida ni nini, kwa sababu walifanya usajili mkubwa lakini bado Liverpool wameendelea kuwa wateja wa timu mbalimbali. Kama timu yako haijamfunga Liverpool mpaka sasa inakuwa ni maajabu. Kwingineko klabu ya Bournemouth pamoja na West Ham wao walitoshana nguvu kwa kuweza kudraw kutoka mabao 2-2. Kwingineko klabu ya Wolves ilipoteza mbele ya Crystal Palace. Crystal Palace walifanikiwa kujitutumua kwa kuifunga klabu ya Wolves mabao 2-0. Kwingineko klabu ya Brighton ilifanikiwa kuifunga klabu ya Brentford mabao 2-1. Brighton ikashinda mabao 2-1. Klabu ya Fulham ilifanikiwa kuichapa Sunderland bao 1-0. Sunderland ilifungwa na klabu ya Fulham. Kwingineko klabu ya Newcastle ilifanikiwa kumpoteza Manchester City kwa kuifunga mabao 2-1. Manchester City hawajawa na mfululizo mzuri wa ushindi kama tulivyowazoea katika misimu mitatu miwili nyuma iliyopita. Tulizoea Manchester City wanashinda mara kwa mara, lakini siku hizi wamekuwa ni watu wenye ups and down. Walipoteza mbele ya Newcastle kwa mabao 2-1. Klabu ya Leeds walipoteza mbele ya Aston Villa ambapo walifungwa bao 2-1 na Leeds wakapoteza namna hiyo. Kwingineko palikuwa pana mechi kubwa wanaitaga wao wenyewe Derby London Derby kati ya Arsenal pamoja na Tottenham Hotspur, na Tottenham Hotspur alipoteza mbele ya Arsenal kwa kufungwa mabao 4-1. Na kilichovutia zaidi kwenye mchezo huu ni ile hat-trick aliyoifunga Eze. Eze amekuwa na kiwango kizuri sana tangu ajiunge na klabu ya Arsenal, na watu wengi walifikiria Eze ataenda kukaa benchi pale Arsenal, lakini mwamba anakamua dakika zote 90, anafunga magoli na kuendelea kuifanya klabu yake Arsenal ing'are. Mchezo uliobaki ambao utapigwa leo majira saa 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki itakuwa ni kati ya Manchester United na Everton. Hivyo mchezo huu utaweza na wenyewe pia kuchezwa siku ya leo. Twende muda huu tuangalie msimamo ulivyo kwa sasa mara baada ya michezo hiyo. Paka sasa msimamo unaonyesha klabu ya Arsenal inaongoza kwa pointi 29, wako kileleni. Klabu ya Chelsea inafuata ikiwa na michezo 12 na pointi 23. Klabu ya Manchester City na michezo 12 ikishika nafasi ya 3 na pointi 22. Klabu ya Aston Villa inashika nafasi ya 4 na pointi 21 ikiwa na michezo 12. Klabu ya Crystal Palace inashika nafasi ya 5 ikiwa na michezo 12 ikiwa na pointi 21. Klabu ya Brighton inashika nafasi ya 6 ikiwa na michezo 12 na pointi 19. Klabu ya Sunderland inashika nafasi ya 7 michezo 12 pointi 19. Klabu ya Bournemouth inashika nafasi ya 8 michezo 12 pointi 19. Klabu ya Tottenham Hotspur inashika nafasi ya 12 inashika nafasi ya 9 michezo 12 pointi 18. Klabu ya Manchester United michezo 11 inashika nafasi ya 10 na pointi 18. Ina maana kama Manchester wakishinda leo wanakuwa na pointi 21 na watapaa paka nafasi ya 5 au ya 4 hapa katikati. Klabu ya Liverpool inashika nafasi ya 11 na klabu ya Brentford nafasi ya 12, Everton nafasi ya 13, Newcastle 14, 15 Fulham, Nottingham Forest 16, West Ham nafasi ya 17, Leeds 18, Burnley nafasi ya 19 na Wolves nafasi ya 20. Wolves ndio ambao wanashika mkia paka sasa wakiwa na pointi 2, hawajawahi kushinda mchezo hata mmoja. Hiyo ndio maana yake. Karibuni tuweze